Mwanajeshi mpya alitaka kulipiza kisasi kwa kamanda wa kampuni. Wakati kamanda alikuwa akifanya mapenzi na mke wake, alitumia kombea kurusha risasi moja kwa moja kwenye dirisha la nyumba ya kamanda, na risasi ililenga kwa usahihi kabisa. Baada ya kufanikiwa, mwanajeshi mpya aliondoka kwa haraka, lakini aliacha kombea mahali penye tukio. Hata hivyo, kile mwanajeshi mpya hakutarajia ni kwamba mtu aliyepigwa alikuwa ni kamanda wa Taburu, na kamanda wa Taburu alijua kuwa jambo hili halipaswi kufichuliwa. Kwa hivyo hakuweza kuchungulia sana ni nani aliyemuumiza. Alipoona risasi, alichanganyikiwa kwa sababu hakusikia risasi yoyote kabisa. Kesho yake kamanda wa kampuni alipoamka, kwa bahati mbaya alipata shimo ndogo kwenye dirisha. Haraka aliuliza mke wake kilichotokea. Mke wake pia alijua kuwa jambo haliwezi kufichuliwa, kwa hivyo ilibidi aseme hajui. Kwa kuwa kamanda wa kampuni alikuwa na haraka kwenda kazini, hakuendelea kuuliza. Lakini alipofika mlangoni, alikuta kombea chini. Kwa hivyo kamanda wa kampuni alichukua kombea kwenye kambi. Wakati huo, kamanda wa kampuni bado alikuwa akijivunia kwa wanajeshi wapya kuwa kombea lake laweza kulenga kila lengo. Mwanajeshi mpya alifurahi sana na akamwomba kamanda wa kampuni aonyeshe, lakini walitafuta kwa muda mrefu na hawakupata kokoto chini. Kwa hivyo, mwanajeshi mpya akatoa risasi na akakata kichwa cha risasi. Kisha akampa risasi kamanda wa kampuni. Lakini mara tu kamanda wa kampuni alipopokea risasi na kulenga ndege kwenye dirisha, sekunde inayofuata, kamanda wa Taburu ghafla alionekana mbele ya dirisha. Kwa hali ya wasiwasi, kamanda wa kampuni alirusha risasi nje. Ilitokea kuwa kamanda wa Taburu aliona risasi kwenye fremu ya dirisha. Hatimaye alithibitisha kuwa ni kamanda wa kampuni aliyemshambulia. Kwa hivyo hakusita kutoa bastola yake na kumshambulia kamanda wa kampuni kwa kilevi. Lakini hii bado haikumfanya kamanda wa Taburu ajisikia huru. Kwa hivyo alimwita kamanda wa kampuni ndani ya ofisi na kumbembeleza kwa nguvu. Kamanda wa kampuni, ambaye hakujua ukweli wowote, aliachwa na kuchanganyikiwa na sura ya fumbo baada ya kukemelewa. Na ili kuokoa uso wake mwenyewe, kamanda wa Taburu kwa sasa aliandaa mkutano mkuu kwa ajili ya askari wote. Alitangaza hadharani kuwa kamanda wa kampuni atashushwa cheo kuwa mwanajeshi mpya. Askari wote walio chini walishtushwa. Ni mwanajeshi mpya tu mwenye hatia halisi, alikuwa akitabasamu kwa siri. Na kile mwanajeshi mpya hakutarajia ni kwamba kamanda wa Taburu kweli alimfanya kuwa kiongozi wa timu. Mwanajeshi mpya aliposikia habari hii, alisimama kwa siku. Si tu hivyo, mwanajeshi mpya pia kwa bahati mbaya akawa mtu wa siri wa kamanda wa Taburu, na hata alipokea tuzo kutoka kwa kamanda wa Taburu. Lakini wakati huu, mwanajeshi mpya hakuweza kufurahi kabisa, kwa sababu mwokozi wake alikuwa amekamatwa tu na kamanda wa Taburu. Na kesho yake kamanda wa Taburu atawapa adui ili kupokea tuzo. Baada ya kamanda wa Taburu kuondoka kwenye kambi, mwanajeshi mpya aliamua kuwa lazima awaokoe waokoaji wake. Kwa hivyo kwa siri aliita kamanda wa kampuni, ambaye hivi karibuni alikuwa ameshushwa cheo kuwa mwanajeshi mpya, na alibadilisha sauti yake na kumwambia kamanda wa kampuni kuwa kumetokea jambo nyumbani kwake na kwamba aende nyumbani haraka. Kama ilivyotarajiwa, kamanda wa kampuni alipofika nyumbani, alimwona kamanda wa Taburu ambaye alikuwa karibu kuondoka. Ndipo alipotambua kuwa mke wake alimsaliti.